بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni usiku wa tarehe 9 mwezi wa Shawwal mwaka 1440, katika darasa ya kitabu zaka kutoka katika kitabu al-Mulakhas al-Fiqhi للعلامة صالح الفوزان حفظه الله. tulianza katika kikao kilichopita باب في زكاة عروض التجارة، tukaeleza dalili alizozitanguliza المصنف حفظه الله za kuonyesha uwajibu wa zaka katika bidhaa ya biashara, na kuwa hili jambo ndio kauli ya wengi katika wanavyuoni isipokuwa shawadhi. Na leo biidhnillah taala tutaanza na kuzungumzia masharti ambayo yakitimia itakuwa ni wajibu kutoa zaka ya bidhaa ya biashara. قال المصنف حفظه الله: ويشترط لوجوب الزكاة في عروض التجارة شروط. yashurutishwa katika kuwajibika zaka katika bidhaa za biashara masharti. الشرط الأول، شرط la kwanza أن يملكها بفعله أي باختياره إذا اختار الامتلاك، iwe zile bidhaa amezimiliki kwa khiari yake. Bifi'li bimaana ana khiari ya kukubali au kukataa, akakubali. Kalbai'i, kama kwa mfano kukupitia biashara akanunua ili auze, na mtu hununua kwa khiari yake. Wa qabuli alhiba, na kukubali zawadi, kwa sababu aweza kupewa zawadi akaikataa. Alipoikubali akaiweka kuwa ni bidhaa yake ya biashara, ikawa ni wajibu kwake yeye kuitolea zaka. Walwasiya, kadhalika wasiya, mtu akahusia kuwa nikifa sehemu fulani katika mali yangu iende kwa mtu fulani, ana khiari baina ya kukubali na kukataa. Akikataa, ule wasia hautatekelezwa, bali ile mali itarejea kwa nani? Kwa warithi. Ikiwa atakubali, atapewa katika wasia aliyohusia yule maiti. Walijara, وهو أن يأخذ المال أجرة بدلا من القيمة، أو atachukua mali ndio ujira wake badala ya qima, badala ya pesa. Kwa mfano akamfanyia mtu kazi, malipo yake ikawa ni mbuzi mfano, badala ya pesa akawachukua wale mbuzi akaweka biasharani, atawalipia zaka. Wa ghairi dhalika min wujuhi almakasib, na njia nyinginezo katika njia za kuchuma mali. Kwa hivyo sharti la kwanza an yamlikaha bifi'lihi, ili sharti limeeleweka.
awe atamiliki kwa khiari yake kile anachokimiliki. Na kwa kauli hii yabeba maana kuwa ikiwa mtu amerithi biashara haitolei zaka. Fahamu? Sababu urathi si kwa khiari, urathi ni qahran, upende usipende ni chako. Kwa mfano mtoto mzazi wake amefariki, hata akisema mimi sitaki ni yake, sababu ile imtilak milki ya urathi anapokufa yule mrithiwa, moja kwa moja yatoka umilikaji wake ile mali kutoka kwa yule aliyefariki huenda kwa nani? Kwa yule aliyerithi. Tufahamiana? Kwa kauli hii ya kuwa hili ni sharti, na tutakuja kuona kuwa si sharti, lakini Sheikh Al-Fawzan afuata kauli ya Hanabila waenda kuwa ni sharti, lakini sio sharti hili. So mtu aweza kumiliki kwa urathi, na kumiliki kwa urathi si lazima mtu awe na khiari, ni wajibu utamiliki. Hata ukasema sitaki ni yako, si tofahamiana hapo. Kwa kauli hii itamaanisha kuwa anayemiliki kwa urathi hatoi zaka, na si sawa. Kweli anayemiliki biashara kwa urathi basi atoi biashara, atoi zaka katika biashara ile, atoa zaka. الشرط الثاني أن يملكها بنية التجارة. tena sharti hili la pili laenda na lile la kwanza. Wakati anapomiliki kwa khiari awe amiliki kwa nia ya biashara. Bimaana kwa mfano mtu amepewa zawadi, gari, nyumba, akaipokea si kwa nia ya biashara, akaipokea kwa nia nitatumia, kisha baadaye akasema wacha nifanyie ile gari biashara, niuze kisha nitafanya nini, niwe nikiuza nikinunua mwingine, nikiuza hivyo hivyo. Huyu haambiwi alipe zaka. Kwa nini? Kwa sababu alipomiliki alikuwa hana nia nini? Hana nia ya biashara. Tuelewana hapa? Na hili sharti la pili pia tutasema kuwa hadimu hili. Ikija swala kama hili sasa, itakuwaje mtu amemiliki kisha nia yake kabadilika kufanya biashara, aambiwa silipe zakat urudh at-tijara? sema an yamlikaha bi niyyati at-tijara bi an yaqsida at-takassuba biha, awe nia yake ni kuchuma kwa kutumia kile alichokipata. لأن الأعمال بالنيات صحيح، الأعمال بالنيات والتجارة عمل، فوجب اقتران النية به كسائر الأعمال، ikawajibika kufunganisha nia kama vile amali yote nyingine. الصحيح في الشرط الأول والثاني. tumekosoa masharti haya mawili. Je, kauli sahih katika sharti la kwanza na la pili ni ipi? الصحيح في الشرط الأول والثاني أنهما لا يشترطان. hizi sharti mbili hazipo, بل يشترط أن ينوي بالشيء التجارة فقط. akinuia tu kufanya biashara pale pale tayari shakuwa nini? Ni urudh at-tijara. maadamu imefika nisab kisha ikapita haul mwaka, itawajibika kwake yeye kukitolea kile alichokiweka biasharani nini? Zaka. Sio? Tuelewana hapo? Kwa hivyo sharti la kwanza ni kuwa awe amenuia kufanya biashara na ile bidhaa aliyokuwa nayo. nafikiri mwakumbuka Sheikh Al-Fawzan ametoa istidlal na hadithi ya Samura radhiyallahu anhu, na tukasema hadha alhadith lam yathbut, lakini tulitaja kuwa wako katika masahaba kama vile Umar al-Khattab na wengineo ambao walichukua zaka katika bidhaa za biashara. hadithi hii kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'muruna an nukhrija az-zakata mimma nu'idduhu lilbay'i, maadamu ile bidhaa imeandaliwa kwa ajili ya nia ya kufanyia biashara ya kupata faida, moja kwa moja hapo ishawajibika kuitolea nini? Zaka. Si inaeleweka hapa tunachozungumza? Kwa hivyo sharti la kwanza itakuwa nini? Ni nia ya kufanyia biashara ile bidhaa. Ile nia ikiingia tu pale pale,
Kwa mfano mtu ana nyumba yake waishi, ataambiwa ilipie zaka nyumba. Tayib, akasema sasa mimi naanza biashara ya kuuza nyumba, naanza na hii nyumba yangu, naiuza ninunue nyingine niuze hivyo hivyo. Sasa pale anapobadilika nia yake, ikawa nia sasa ni biashara, na bila shaka nyumba bei yake imefika nisab, kuanzia pale itaanza kuhesabiwa nini? Zaka ya urud at-tijara, mwaka wake waanza pale nia yake ilipobadilika kuwa ni ya biashara. Tuelewana? Kwa ikipita mwaka atalazimika atoe katika qima ya nini? Ya kile ambacho amekiwekea kuwa ni cha biashara. Fahimtum ikhwani? Fahimtum? Tayeb. Kwa hivyo niyatu tijara takfi fi ijab az-zakah. Ile nia ya mtu kufanya biashara tu yatosheleza katika kumwajibisha mtu kutoa zaka. Kwa hivyo hiyo ash-shartu ath-thalith ndio itakuwa shartu الثاني. وذكرنا الشرط الأول النية، الشرط الثاني itakuwa الشرط الثالث. Sababu hizi sharti mbili tumesema yatosheleza nia peke yake. Hivyo hizi za kwanza mbili tuziondoe tuweke moja. الشرط الثالث ambao kwetu ndio itakuwa nini? الثاني أن تبلغ قيمتها نصابا من أحد النقدين إما الذهب أو الفضة. iwe itafika qima cha ile bidhaa nisab, na nisab ni mojawapo wa naqdain, yani dhahabu ama fedha. Na hapa tulisema inaangaliwa nini? Ni fedha, liannaha ahadhu lilfaqir, kwa sababu fedha bei yake iko chini, dhahabu bei yake iko juu. Kwa hivyo nisab ikipimwa kwa fedha itafika haraka kuliko lau kama itapimwa kwa nini? Kwa dhahabu. Wa aula itangulizwe fedha ihtiyatan kwa huyu mfanyi biashara, na kadhalika ili yule maskini iwe itakuwa ni bahati kubwa zaidi kwake. Hilo ni sharti la ngapi? La tatu hapa, lakini kwetu ni la pili. الشرط الرابع تمام الحول عليها. zile bidhaa za biashara ziwe zitapitiwa na nini? Na mwaka. لقوله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. hakuna zaka katika mali mpaka ipitiliwe na nini? Na mwaka. لكن لو اشترى عرضا بنصاب من النقود أو بعروض تبلغ قيمتها نصابا بنى على حول ما اشتراها به. na hii masala ni muhimu sana ifahamike hapa mwisho. لو اشترى عرضا بنصاب من النقود, kwa mfano mtu akanunua bidhaa, wakati anaponunua bidhaa zile pesa zake alizokuwa nazo zilikuwa tayari zishafika nini? Nisab. Ana 1,000,000 afungua nayo biashara. Sisi tunajua kwa 1,000,000 ya Kenya hakika imefika nini? Nisab. Imepita. au bi'urudhin tablughu qimatuha nisaban, kwa mfano akanunua kwa kutumia bidhaa, kabadilishana bidhaa kwa bidhaa, akampa mtu viatu ampe nguo, lakini ile mali aliyoitoa yafika nisab. Tufahamiana? Sasa ikiwa kwa mfano nimetoa 1,000,000 ya Kenya, nikanunua bidhaa zangu za biashara nikaziweka dukani, bila shaka katika ule mwaka kutakuwa na heka za uza nunua. Sasa wajengea kile ulichokitoa mwanzo
baada ya kupitikiwa na mwaka wakijengea juu yake kile ulichokipata kuwa ndio nini kinachotolewa zaka. Bimaana ikiwa mwisho wa mwaka itakuwa qima ya mali yako imefika milioni 3, Allah amekufungulia mfanyabiashara, umeanza na milioni 1, qima yake imefika milioni 3. Hapa hatusemi kuwa sasa ile iliyofikiwa mwaka ni ile milioni 1 peke yake niloanza nayo, hizi mbili za juu sio hazijafikiwa na nini. La, sheria ya kwambia wakati ule inapotimia mwaka utahesabu zile mali ulizokuwa nazo, hata ikiwa imepita mara 5 ya kile qima ambacho ulikianzia nacho biashara yako. Tufahamiana, umeanza na milioni 1, ikifika mwisho wa mwaka mali yako yafika milioni 5 bei yake, hapo utatolea zaka ngapi? Milioni 5, hautatolea milioni 1. Bana ala hauli mashtaraha bihi. Tumeelewana hapa? Kwa hivyo mpaka hapa tumefikia kuona kuwa masharti ili iwajibike zaka ya urudh at-tijara au bidhaa za biashara ni mangapi? Mangapi? Matatu. La kwanza an-niyya, niyyat at-tijara. Sharti la pili an-nisab. Sharti la tatu hulul al-hawl. Fahimtum ikhwan? Naenda taratibu kwa sababu hapa mahali nyeti sana, watu wengi waguswa hapa. Sasa kuna suali hapa huwa laulizwa, nitatoa vipi zaka ya biashara yangu? Sheikh Al-Fawzan asema wa kayfiyatu ikhraj zakati al-urud, na namna ya kutoa zaka ya bidhaa za biashara ni kama ifuatavyo: annaha tuqawwamu 'inda tamami al-hawl bi ahadi an-naqdayn الذهب أو الفضة. baada ya kutimia haul, ile qima ya vile vitu vya biashara pale vitakisiwa ikiwa ilikuwa tayari vishapiga nisab na moja katika naqdi mbili, ni dhahab au fidda. Na tulitaja kuwa bora zaidi nisabu yake ipime kwa nini? Kwa fidda, kwa sababu ndiyo itafika nisab kwa haraka, na hii itakuwa ni ihtiyat zaidi kwa yule mwenye mali, na ni bahati zaidi kwa nani? Kwa yule anayepewa zaka maskini. ويراعى في ذلك الأحظ للفقراء. ماذا الأحظ للفقراء؟ تكون نيبي الفضة. فإذا قومت وبلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين أخرج ربع العشر من قيمتها. kwa hivyo kile qima chake tayari kimefika nisab, kimepitiliwa na mwaka, atatoa 2.5%. wala yu'tabaru mashturiyat bihi. hapa kuna kauli kama sikosea Imam Shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, amekwenda kuwa nisab ya urudh at-tijara itapimiwa kulingana na kile kilichotumiwa kununua zile bidhaa. Kwa mfano, amenunua bidhaa kwa kutumia dhahabu, nisabu yake itapimwa kwa nini? Kwa dhahabu. Sababu wakati wa Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi na huko nyuma ilikuwa pesa zinazotumika nini? Ni dirham na dinar, dinar na dirham. Kwa hivyo alizungumza Imam Shafi'i kulingana na ule wakati wake, kwa ikiwa mtu amenunua kwa dhahabu basi itakuwa nisabu yake yapimwa kwa nini? Kwa dhahabu. Ikiwa amenunua kwa fidda, nisabu yake itapimwa kwa fidda. lakini هذه المسألة غير موجودة الآن. مسألة هاي أصلا hayapo leo, kwa sababu watu hawanunui kwa kutumia fidda na dhahab. الناس لا يشترون بذهب ولا فضة. hii masala ilikuwa ni ya zamani,
wakati ule. Lakini sasa hivi watu wanunua kwa kutumia nini? Pesa. Kwa hivyo hapa itapimiwa nisabu yake kwa kutumia fidda ambao ndio bora zaidi. Bali yu'tabaru ma tusawi 'inda tamami al-hawl min tamami an-nisab. Kile kinachozingatiwa wakati unapotoa zaka si kile ulichoanzia nacho kule nyuma biashara yako, bali ni kile ulichonacho wakati ule ilipotimia mwaka baada ya kufika nisab. Kwa mfano, mwezi wa Muharram huyu bwana alianza biashara yake, na biashara yake ilikuwa tayari imefika nisab. Kwa hivyo Muharram mpaka Muharram itakuwa ishafika nini? Haul, sio? Mwaka umetimia. Sasa atatoa zaka kulingana na bei ya mali aliyonunulia, ama atatoa zaka kulingana na bei ya mali anayouza. Kwa mfano amenunua mali yake kwa mfano shilingi 1000 na yeye wauza 1500, 2000 kwa mfano. Je, ile qima itapimwa kwa 1000 aliyonunulia ama itapimwa kwa 2200 anazouzia? Hato ايش رايكم? uadilifu iwe vipi? Kwa 1000 uadilifu ni iwe katika ile qima ambayo auzia nayo. Kwa hivyo ikiwa ni 1500, hiyo ndio itahesabiwa bidhaa zake. Mtu anaweza kusema lakini sasa si hapa, sasa paka ile faida pia. Ngoja nikwambie kitu. Kwa mfano mtu amenunua nyumba kwa 5,000,000, akitarajia kuwa baada ya mwaka hivi nitaiuza, yuko biasharani yani, hii nikiuza nitapata 1,000,000 juu. Mara tu nyumba zikashuka bei, badala ya 5,000,000 ile aongeze 1,000,000 juu, ikashuka mpaka 4,000,000. Amekula hasara. Lakini ile 4,000,000 kwani haijafika nisabu? Imefika nisabu. Sasa tukimwambia huyu alipe kulingana vile alivyonunua, itakuwaje? Itakuwa alipia zaka kitu ambacho hana, sio? Mnifahamu? Lakini tukimwambia utalipa zaka kulingana na bei ya wakati ule unapotoa ile zaka, katika hali hii yawezekana kuwa ikawa ni bahati kwa yule mwenye mfanyabiashara, na yawezekana kuwa bahati kwa fakir. Kwa hiyo hadha huwa al-adl. Fahimtum ya ikhwan? Usiangalie upande mmoja, angalia upande wa pili. Je, ikishuka bei pia sheria haikuambii uuze kwa bei ya juu, utoe zaka kwa bei ambayo ulikuwa watarajia. Yakwambia kwa ile bei yako ambayo wauza wakati ule ndio unavyotoa zaka. Na kuna watu katika biashara zao, pengine mtu kitu akinunua shilingi 2,000 akiuza 10,000, na sheria haikukataza hili. Kuna watu wengine hawafahamu, haifai kuongeza bei zaidi ya 100%. Nani anakuambia? Sheria haikuweka kima, uza unavyotaka, shauri yako. Muhimu yuko radhi yule alinunua, na wewe unayeuza uko radhi, basi. Hukuwekewa mipaka katika kuongeza bei, hukuwekewa mipaka. Kwa sababu yule uza ghali, nenda kwa mwingine, achana naye yule anauza ghali, wewe nenda kwa mwenye kuuza rahisi ukanunue. Na hii nawaambia kweli, kuna watu wapiga bei za juu na wakapata faida kubwa sana. Sasa yeye apate faida, atakutoa zaka bwana, achukulia zaka kwa nini? Ni gharama kwake yeye, na haya ni makosa. Kwa hivyo atatoa zaka kulingana na ile bei anavyouza wakati ule inapotimia hauli, baada ya kuwa imekamilika nisab. لأنه هو عين العدل بالنسبة للتاجر وبالنسبة لأهل الزكاة. na tumeona uadilifu kwa wapi hapa. Kuna uwezekano kwa ile bidhaa ikashuka bei, na kuna uwezekano kwa ile biashara yake ikafana na bei ikawa juu,
katika hali zote mbili huu ndio uadilifu kwa yule anayetoa zaka fanyi biashara na kwa yule anayepokea zaka. Lakini hapa kuna mambo atayazungumza Sheikh Al-Fauzan hapa mbele, kabla sijafika kuyasoma pengine labda nitaeleza kwa kijumla. Kinachohesabiwa katika biashara ni kile kilichowekwa kwa ajili ya kuuzwa. Bimaana ikiwa kwa mfano mtu ana duka lake, kuna shelf, kuna friji pale ameweka, labda weka soda zake yauza, kuna tuseme vitu meza ama nini. Sasa zile meza na mambao na shelf sio na nini, zile hazihesabiwi zile, sababu zile haziko biasharani. Tuelewana sio? Kinachohesabiwa ni kile kinachouzwa na kununuliwa, wala sio kwa mfano mtu ana kampuni kubwa, ana magari mengi ya kusupply mali, kama kampuni za kuuza unga wa ngano, unga wa sima, wana magari mengi ya supply upande huu na upande ule. Yale magari yale hayahesabiwi katika nini? Katika zaka, sababu yale hayakuwekwa kwa ajili ya biashara, yamewekwa kwa ajili ya kufikisha kile kinachouzwa. Tuelewana ninachozungumza? Kwa wakati wa kuhesabu, kinachohesabiwa nini? Ni kile kinachouzwa, wala sio kila kitu ndani. Ukaenda kwa mwenye duka maskini ukamwambia, na hili friji lako pia utalitolea zaka hili, na hii meza yako pia utaitolea, na haya mashelfu pia apige hesabu. Kinachotolewa zaka ni kile ambacho chauzwa. Na hapa kuna masala mengine pia yaja hapa. Je, mfanyibiashara atatoa katika kile anachokiuza ama atatoa pesa? Hapa wamekhtalifiana ulama. Wengine wakalazimisha kuwa kinachotolewa ni qima, sababu ndicho kinachotumiwa kununua ile bidhaa unaweka, sio? Wengine kama Sheikhul Islam rahimahullah akaweka khiyari, kwa mtu aweza kutoa naqd, aweza kutoa ile bidhaa aliyokuwa na khudh min amwalihim, na mali anaomiliki ni ile urudhu tijara. Kwa hivyo kwa mfano auza nguo, Sheikhul Islam asema yajuzu kwa mtu kutoa katika nguo zake, lakini kwa sharti asitafute zile ambazo modeli yake ishaisha, hazivaliwi tena. Ndio sasa hizi nazitoa zaka hizi. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi. Huwezi kutoa mali yako mbovu ndio kaitoa, utatafuta modeli ya kati na kati, sio ile bora kabisa wala sio ile ambayo watu hawaitaki tena. Umeona tofauti? Kwa hivyo kwa mfano yauza mafriji, itakuwaje? Hii ni bahati katika upande mwingine kwa mfanyabiashara. Yawezekana ikatimia haula hana pesa, pengine amenunua mali hana pesa za kutoa zaka, na mali zake nyingi, pengine zaka yake labda 200,000 300,000, hana cash. Taiba atatoa mafriji? Yawezekana bwana, kuna vijana waoa labda manini, basi hii weka nyumbani friji yako hii. Hana uwezo, na yule mwingine atafute maskini ampe friji aweke nyumbani. Yawezekana, wallahu a'lam, kuwa hii ya wasahali zaidi kwa wafanyi biashara. Auza viatu, achukue viatu, atafute maskini awagawanyizie vile viatu anavyouza. Na ikiwa ataamua atoe pesa, fadhiha, neema. Ikiwa uza magodoro, aweza kutafuta mtu hana godoro akampelekea godoro alale, pia iwaweza. Si ndio anaomiliki, ndio mali yake ya uza magodoro, sio? Na jamaa hawana magodoro, chukua magodoro, basi hii bwana chukua, nenda kalalie. Ama kijana ataka kuoa hana hata godoro, kamtukulia godoro, basi chukua hii godoro, nenda kalale. Sio, mnifahamu? Lakini tunaweza kusema kuwa bora zaidi ukimpa nini? Ukimpa pesa. Sababu ukimpa pesa sasa yeye ana khiari ya kutumia ile pesa anavyotaka yeye. Lakini Sheikhul Islam rahimahullah ametoa khiari katika hili jambo, wallahu ta'ala a'lam. Kile kilichobakia katika zakatu urudh at-tijara, kwa sababu ya wakati, naonelea biidhnillah ta'ala tukimalizie katika darasa itakayokujengawa. Tutakachokizungumza ni haya maelezo niliyoeleza. Tutasoma tu hapa, tupitie na mwisho nasaha za Sheikh Al-Fauzan hafidhahullah, kisha tuingie babun fi zakatil fitri biidhnillah ta'ala. Naktafi bihadha alqadr,
والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.